Karibu ndani ya 69 Sports na wakati huu unakuwa nami Wanesha Luhali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambao hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania. Kubwa zaidi joto kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo siku ya kesho majira ya usiku saa 2:30 kule visiwani Zanzibar, Young Africans akiwa katika uwanja wake wa nyumbani anamkaribisha mgeni wake Simba. Mbele yangu hapa nipo na Master Kodi, kishabiki kinakindaki wa Young Africans. Master, uko vizuri? Niko fresh kabisa. Uko sawa sawa? Nipo kama kawaida, tunasubiri mechi tu hapa tuangalie. Ndio. Hatimaye kesho dabi ya Kariakoo, Young Africans mpo nyumbani. Mnamkaribisha mnyama ambaye katika miaka hivi karibuni mmemfunga mara 6 mfululizo. Kesho unaenda kuwa ni mchezo wa namna gani haswa kwa Young Africans? Game ya kesho ni game tafu wa dabi, haina maandalizi madogo. Game itakuwa tafu, game itakuwa na tension kubwa, so nina imani kabisa game itakuwa ya kushambuliana kwa zamu, kwa sababu ukiangalia quality ya wapinzani wetu Simba na sisi, kutakuwa kuna game fulani hivi yenye ladha kuitazama. Yeah. Ukimsikiliza mwalimu wa Young Africans Pedro, anasema Young Africans tayari mshamaliza maandalizi yenu tangu juzi, kilichobakia ni siku ya mchezo. Hii kwenu hii nyinyi inawapa faraja namna gani kutokana na mwalimu ameshazungumza maneno hayo? Mwalimu lazima azungumze hivyo kutokana na kazi yake, namna ambavyo ameifanya kwa wachezaji, lazima azungumze hivyo, ashaandaa kila kitu. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni kwenye pitch, unaelewa. Unaweza kaandaa nje ya uwanja kwenye mazoezi, lakini mkifika kwenye pitch mambo yanakuwa tofauti. So maandalizi mwalimu yako sawa, lakini je, Simba wao wanasemaje? Simba wamejiandaa vipi? Simba wao wataenda kuonesha nini kwenye mechi husika? Kwa tutaangalia game itakavyokuwa, lakini na imani kabisa mechi itakuwa tafu, mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa kushambuliana kwa zamu. Master, ukiwasikiliza mashabiki wa Simba hivi sasa wana imani kubwa na kikosi chao. Wanasema kesho ule uteja unaenda kufutwa mbele ya Young Africans. Wewe namna ambavyo ukitazama kikosi cha Simba, unaona Simba wakipata matokeo katika uwanja wa Amani? Kwa namna Simba ilivyokuepo sasa hivi kutoka dirisha dogo mpaka sasa hivi wameimarika kidogo, unaelewa. Kwa hiyo nikiangalia kikosi cha Simba na sisi, hususan hizi beki za pembeni hizi, kwa mfano upande wa kushoto beki wetu ni Mohamed Hussein. Ule upande ule Mohamed Hussein ukilinganisha na uwezo wa Ancent Oula ni vitu tofauti, unaelewa. Mohamed Hussein amezidiwa kila engo na Ancent Oula. Amezidiwa kwenye speed, amezidiwa kwenye powerful, amezidiwa kwenye skills 1v1, kila engo. Kwa hiyo naona kabisa Simba watatushambulia sana kupitia kwenye winga za pembeni. Kwa hiyo naona mechi ngumu kwa upande wetu. Fullback Mohamed Hussein, fullback bora Tanzania, ambayo imekuwa ikisifiwa kweli kweli na watu wengi, lakini pia katika mchezo wao wa juzi hapo dhidi ya JKT Tanzania uliliona goli lake. JKT Tanzania mechi ilikuwa kama imeandaliwa nje ya uwanja, lakini ukiangalia kiuwezo binafsi wa Mohamed Hussein sasa hivi ni maji ya jioni. Hana ile speed kama ya mwanzo, hana ule uwezo kama miaka 3 nyuma wakati yuko Simba. Sasa hivi Mohamed Hussein kachoka, na ndio maana najaribu kucompare na uwezo wa Oula, ni vitu tofauti. Kwa hiyo huu upande wa wingback huku, naona kabisa hapana, huko magoli yatapita mengi sana. Hata ukiangalia upande wa pili huku kwa yule ile Guei, nako pia naona kuna hatari zaidi, kwa sababu upande wa huko anakaa yule Israel Mwenda, alafu uwezo kubato na yule Guei. So naona kabisa Simba kutoka dirisha dogo mpaka sasa hivi wameimarika sana, hususan kuanzia safu ya viungo mpaka kwenye ushambuliaji wako vizuri sana, na kule ndo hatari zaidi, anaweza kutufunga goli nyingi kesho. Unamwona mnyama Simba akishinda kesho? Namuona Simba kesho akishinda, kama refari wa kati ambaye Mwachuyu akichezesha vizuri kwa kufuata haki zile sheria 18 za mpira, inawezekana kabisa mechi ikawa ngumu kwa upande wetu. Baada ya shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania TFF kumtangaza mwamuzi kutokea kule Tanga, Bwana Nasoro Mwinchui, maneno yalikuwa ni mengi mitandaoni, lakini pia mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania Wilson Uluma, mzee wa Jambia, akaenda mbali zaidi na kuwataka Simba wasipeleke timu kutokana na mwamuzi kuwa na umri mkubwa, lakini pia hana experience kubwa kiasi hicho. Wewe ulilipokeaje swala hili, ama una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mwamuzi huyu ambaye inaonekana ana vinasaba vya Young Africans kana kwamba sahihi. Yani mpira mchezo wa wazi, mpira mchezo wa wazi, kila mtu anatazama kwa macho yake. Kwa hiyo tukiangalia namna ambavyo anavyochezesha Nasoro Mwinchui ni kama ana bezi sana kwa upande mmoja kwenye timu yetu. Kwa mfano ukiangalia game hapa katikati, kuna game ya KMC pale tulicheza na Mashujaa, kama nitakuwa sijakosea, anatoa penalty za uongo na nini. Kwa hiyo
alichozungumza Huruma ni ukweli kabisa kwamba huyu mwamuzi hana vigezo, hana sifa wala hadeserve kuchezesha hii mechi. Mechi ni kubwa, ukiangalia maandalizi, tempa, ukiangalia quality ya wachezaji wote. Kwa hiyo ni mechi moja hivi ambayo inabeba taswira ya msimu mzima. Unaelewa? Kwa hiyo lazima tupate waamuzi ambao wana experience na hizi mechi. Tupate waamuzi ambao wakisema wasimame pale kati hawatakuwa na maamuzi yale ambayo ya kusita kwamba hii kweli na kwa kweli, lakini mwamuzi ambaye hana experience anakuwa anaharibu mchezo, na mwisho wa siku Simba anakuwa anapotea kwenye ramani, kwa sababu kivyo vyote huyu mwamuzi wa kati ambaye anaenda kuchezesha kesho ana vinasaba na timu yetu, so hii inakuwa ni mbaya sana kwa wapinzani wetu. Ndio mnyama Simba anaingia uwanjani akiwa mshambuliaji wake aliyetegemewa Jonathan Soa hayupo katika mpango, tunaweza kusema hivyo, baada ya kurejeshwa Dar es Salaam kipindi ambapo timu ipo kule Dodoma kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Hii unalionaje Master? Jonathan Soa sio kitu muhimu sana, sio key player kwenye Simba msimu huu, kwa sababu kwanza amecheza mechi chache sana za kwenye ligi, na ukiangalia hata mechi za kimataifa Soa hakutumika sana. Wanamtumia Mwalimu na yule mwingine ambaye amemwacha Mkwala. Kwa hiyo Soa hata kama asipocheza game bado utaona pengo upande wa Simba. Simba wako vizuri, wameimarika, hususan wanatumia sana beki za pembeni, wanatumia namba 10, ndio mtu ambaye anachezesha timu namba 10, unaelewa. Kwa hiyo kuna wale akina Oula nilikwambia, kuna huyu Wei wana namba 10 yao, wana Chama. Kwa hiyo ni watu ambao wanachezesha timu. Namba 9 pale ni kama tu kivuli. Ndio maana namba 9 yenyewe haifungi magoli mengi sana, lakini hizi winga za pembeni ndio zinafanya kazi ngumu kwenye timu ya Simba kuweza kupata matokeo chanya. Unaona mchezo ukisha na mabao mangapi? Mchezo sio chini ya magoli matatu. Sio chini ya magoli matatu, either tukafungwa 3-1, tukafungwa 3-0, tukafungwa yani hivyo, lakini kuna magoli matatu nayaona. Yanga hii ya kina Depu. Hii Yanga kina Depu. Depu si unamuona Depu mpaka penalty, Depu ambaye ni mzito. Depu sio striker, Depu ni bora hata yule alomwacha Boeli. Yaani Depu na Boeli hakuna tofauti. Basi watu wanamsifia ili mali kumweka kwenye reli, lakini kiuhalisia, kiuwezo ana zile sifa ambazo watu wanampa. Unaelewa? Depu bana ni mchezaji wa kawaida kama ilivyokuwa wachezaji wengine walioondoka pale Yanga kina Boeli. Ana magoli yake kadhaa ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa mechi chache. Magoli mmoja sawa. Magoli sitategemea na timu inachezaje. Timu ya Yanga na timu zingine ni tofauti. Sisi tunacheza kwa umoja, yani kwamba timu yote inaenda kushambulia, yote inakuja hivi, penalty anafunga yeye. Kwa hiyo tusishinde magoli mengi, unaelewa. Kwa hiyo tukiangalia uwezo individual player wa Depu, ukiangalia na wachezaji wengine yani tofauti, yani Depu tofauti na Dube. Yani the same, baba mmoja ama mmoja, lakini ni kwa sababu amefunga haya magoli mawili sasa hivi ndio anaonekana na sifa kubwa na nini, lakini kiuhalisia na kiukweli hana tofauti na Boeli. Shukrani sana Master. Asante sana.